Kichwa cha somo la leo: kusikia wito na kuitikia wito wa Mungu ndani yako. Kusikia, andika kusikia wito na kuitikia wito wa Mungu ulio ndani yako. Haleluya, haleluya, amen. Wito ni sauti ya Mungu inayoenda kusikika ndani ya moyo wa mtu, ikimfundisha na kumwelekeza kusudi la mtu kuzaliwa hapa duniani. Sauti ya nani? Sauti ya Mungu inayosikika ndani ya mtu. Kusudi la kwanza ni kumwelewesha huyo mtu sababu na makusudi ya yeye kuzaliwa. Kwa tafsiri hiyo ya wito, ni dhahiri kabisa ya kwamba hakuna aliyezaliwa hapa duniani pasipo kusudi la Mungu. Kwenda kulitimiza lile kusudi la Mungu, lazima utasikia wito unakuita kwenda kulitimiza lile kusudi la Mungu. Wito. Sasa kwenye wito kuna wito wa pamoja ambao Yesu aliuachilia huo wito kutoka kwenye kile kitabu cha Mathayo sura ya 28 mstari ule wa 18 hadi wa 20. Mathayo sura ya 28 ule mstari wa 18 hadi wa 20. Tunakutana na wito wa pamoja. Wito wa pamoja. Wito wa pamoja ambao Yesu aliuachilia ili kila mtu ajue ya kwamba ameitwa. Ule wito wa pamoja unaitwa Great Commission. Great Commission. Wito wa pamoja unaomtambulisha kwamba kila mtu ana kazi. Haleluya. Biblia inasema katika kile kitabu cha Mathayo sura ya 28, Mathayo sura ya 28 na ule mstari wa 18 hadi wa 20. Yesu akaja kwao akasema nao akawaambia, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi wangu, mkiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru ninyi, na tazama, mimi nipo pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Anasema enendeni, ni wito. Tumetumwa. Unaitwa Great Commission. Tumetumwa. Wito wa kwanza wa watu wote kwenda kwa mataifa, kuwafanya wale mataifa wawe wanafunzi wa Mungu ama wanafunzi wa Kristo. Na tunapoongelea kwa habari ya wito, mataifa ni nani? Tunapoongelea kwa habari ya mataifa leo, ukiongelea mataifa ni rahisi sana kujua ni mataifa hayo China, Ugiriki na sehemu nyingine yanaitwa mataifa. Lakini unapoona Biblia inaongelea kwa habari ya mataifa, ilikuwa inaongelea wale watu ambao bado si wa Kristo, walikuwa wakijulikana kama mataifa. Kwa kipindi hicho wale watu ambao si Wayahudi walikuwa wanaitwa wa mataifa.
na dhana ya wokovu ilipoingia baada ya Kristo Yesu, huu wito ulikuwa unatumwa kwa wote ambao hawajaokoka, hawajamjua Kristo. Wale ni mataifa. Mataifa hao ni akina nani? Wale tunaofanya nao kazi ambao hawajaokoka, majirani zetu ambao tunakaa nao hawajaokoka. Mataifa ni nani? Rafiki zako uliosoma nao ambao hawajaokoka. Tumetumwa kwa hao kuwafanya wale ambao ni marafiki zetu, ndugu zetu, jamaa zetu, majirani zetu wawe wanafunzi wa Kristo Yesu. Na tunaelewa desturi ama hatua ya mwanzo wa kumfanya mtu kuwa mwanafunzi, namba moja ni kumpa habari njema ya ufalme wa Mungu. Asikie, aamini, apokee, amkiri Yesu kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Na hatua ya mwisho akae ndani ya Kristo katika neno lake. Yesu akawaambia wale Wayahudi walioamini, ninyi mkikaa ndani ya neno mtakuwa wanafunzi wangu kweli kweli, tena mtaifahamu kweli, na hiyo kweli itawaweka huru. Maana yake nini? Hatua ya kwanza ni kuwafanya wale waje kwa Yesu, wakae ndani ya neno, wawe wanafunzi kweli kweli, waifahamu kweli, na hiyo kweli waweke huru. Haleluya! Hiyo umeitwa kila mtu, ni wito wa kila mtu, ambapo tunatarajia ukiingia kwenye daladala, timiza wito wako. Haleluya! Unapofanya biashara, timiza wito wako. Kwa majirani, timiza wito wako. Bwana, umeokoka? Sijaokoka. Hasa unajipima mwenyewe. Nina neno ndani? Ndio, liachilie neno. Hauna? Basi mwambie karibu kanisani kwetu. Sasa nao ni kutimiza. Sio lazima uende wewe mwenyewe ukawahubirie kama huna cha kusema, lakini kumkokota mpaka aende akasikie, umefanya kazi ile ile. Haleluya! Kwa hiyo huu ni wito wa pamoja ambao hakuna hata mtu mmoja ambaye anaruhusiwa kudelegate ama kumpa mtu mwingine. Amen. Huo ni wito wa kuhakikisha kwamba kila mahali unapoenda unasababisha watu wanaokuzunguka wasiomjua Yesu wamjue Yesu. Haleluya! Lakini wito wa pili ni wito wa mtu binafsi. Mtu binafsi zaidi ya ule wito mwingine, wito zaidi ambao una aina nyingi. Unaweza ukaitwa kwa ajili ya kuwa na finance, mtu wa kusupport huduma ya Mungu iende mbele. Biblia inasema wataendaje wasipopelekwa? Haleluya! Kwa hiyo anayeenda na anayempeleka wote wako kwenye misheni moja, wito tofauti. Mwingine hana uwezo wa kusimama na kusema haleluya, lakini anayo fedha ya kumpeleka huyo anayesema haleluya. Yote hiyo ni wito. Amen. Sasa wito binafsi, sauti ya Mungu inamfuata mtu binafsi kumweleza ya kwamba yeye ni nani. Wewe ni nani? Mimi Pastor Miamba. Inatosha? Hapana, haitoshi kulitambulisha jina lako, kwa sababu sasa hivi jina lako wewe linatumika kama utambulisho wa kukutofautisha wewe na mwingine. Hivi nishaipataka picha kama tusingekuwa na majina. Unaanzaje kumweleza mke wako ni nani? Yule, yani yule. Ndio tumwelewe. Tutamwelewaje? Yule, yani yule. Tutaelewaje? Haleluya. Kwa utagundua kwamba hilo jina ni la utambulisho tu, ya kwamba
tukutofautishe wewe na yule, kwamba huyu anaitwa Martha Andalise, huyu anaitwa Rachel, yule mwingine anaitwa Grace, na yule anaitwa Maria. Hawa watu wote wakikaa tutawatofautishaje? Kwa majina. Kwa mtu yote akija kikuuliza wewe ni nani, utasimama tu, mimi Maria. Wakina Maria wako wengi. Unaitwa Maria nani? Naitwa Minja, Maria Minja. Lakini huo ni utambulisho wa kuwatambulisha watu wengine. Lakini Mungu akija kutaka kumwambia Maria ni nani, haongelei utambulisho, anaongelea kazi. Kwa Kiingereza haongelei identity, anaongelea activity. Atakutambulisha kwamba wewe ni nani. Mimi Praxeda. Praxeda ni jina linalofanya mwenye mke ajue yule ndio mke wangu, mwenye dada ajue yule ni dada, mwenye mdogo aseme yule Praxeda ndio mdogo wangu. Mungu akija kumtambulisha Praxeda, hataongelea kama kitambulisho, ataongelea kazi aliyompa, activity aliyompa, wajibu aliyompa. Huo wajibu moja kwa moja unaenda kumwonyesha kwamba alizaliwa na kusudi la Mungu. Haleluya. Amen. Haijalishi process, mchakato, kusudi la Mungu. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Utaelewa ya kwamba kumbe wewe umeitwa. Amen. Usiseme mimi sijawahi itwaga. Kuna wito hapa pamoja. Huwezi kimbia wito hapa pamoja. Ukichunguza utakuta kwamba hata wewe kuna namna Mungu amekuita. Personally, wewe amekuita. Kuna kazi Mungu amekupa. Kuna huduma Mungu amekupa. Hiyo huduma inaambatana na nini? Wito unaambatana na nini? Wito unaambatana na karama na vipawa. Sawa sawa? Wito unaambatana na nini? Na karama na vipawa. Mungu akiniita kwa ajili ya kuhubiri, ananiwekea na nini? Na karama na vipawa. Wangapi mpaka sasa wananielewa? Unanielewa ninachokiongea? Amen. Kwa nini unanielewa? Kwa sababu ya karama na kipawa Mungu alichokiweka ndani yangu kwa ajili ya wito aliowachilia kwa ajili ya kazi ya watu wake. Amen. Haleluya. Amen. Ndio maana unaona Mungu akikuita, sawa, anakupa na uwezo. Na ndio maana akasema nimewapa uwezo wa kukanyaga nyoka na nge. Haleluya. Hatuendi tu akatuma alafu ametufanya twende tukaonewe. Ametupa uwezo wa kukanyaga nyoka na nge. Kumbuka kutafsiri maandiko. Maandiko lazima uyatafsiri vizuri. Kuna mahali anasema nimewatuma kama kondoo katikati ya mbwa mwitu. Amen. Ametutuma kati ya kondoo katikati ya nini? Ya mbwa mwitu. Maana yake anatuandaa kwamba tukifika kule wale jamaa watatamani hata kutumeza. Haleluya. Lakini itwa bure, tumewezeshwa. Na moja uwezeshwaji Mungu aliyoweka, katupa uwezo wa kukanyaga nyoka na nge na vyote vyenye nguvu ya uovu. Tumepewa kuvikanyaga kwa sababu ametupa mamlaka. Amen. Haleluya. Amen. Ametupa hayo mamlaka ili twende kwa mataifa. Tukienda huko tutakutana na nyoka, tutakutana na nge. Tumepewa mamlaka ya kukanyaga hivyo vitu, havitatudhuru kamwe katika wito wetu. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Nilimsikia mtu mmoja ananiambia, ukihudumu, ukifika nyumbani kazana, hakikisha unavunja roho za malipizi, unavunja. Wewe, hii kazi sio yangu. Aliyenituma ndio atakayenilinda. Amen.
defense hivi, si ndivyo? Nikifika naanza kuvunja roho ya malipizi. Sikia, nimetumwa, aliyenituma ndio atakayeshughulika na roho za malipizi. Na ndio maana tuko hai mpaka leo. Amen. Tuelewe ya kwamba ukitumwa Bwana anakuwezesha. Kwa hiyo usiogope, kila wito una uwezeshaji wake. Amen. Kila wito una silaha zake. Bwana anajua amekutuma. Ukifika kule utakutana na nyoka na nge. Maana yake nini? Watu wabaya. Utakutana na watu wabaya. Utakutana na mapepo. Utakutana na wanaotumika. Utakutana na waganga wa kienyeji. Nenda katikati yao. Wale ni nyoka na nge. Umepewa mamlaka kufanya nini? Na ndio maana ukisoma katika pia Marko, huko amesema, hapa amesema, lakini ukisoma katika Marko napo ameongelea. Marko 16. Amen. Anasema katika ule mstari wa 15. Marko 16:15. Biblia inasema akawaambia, enendeni ulimwenguni mwote mkaihubiri Injili kwa kila kiumbe. Ni nini hiyo? Ni nini hiyo? Wito. Amen. Aaminie na kubatizwa ataokoka, asiamini atahukumiwa. Na ishara hizo zitafuatana hao waaminio. Kwa jina langu watatoa pepo, watasema kwa lugha mpya, watashika nyoka, hata wakinywa kitu cha kufisha hakitawadhuru kabisa. Wataweka mikono yao juu ya wagonjwa, nao watapata afya. Haleluya. Amen. Maana yake nini? Wito, lakini anaongea uwezeshwaji. Amen. Amen. Umeitwa. Mwambie jirani yako umeitwa. Mwambie haukuzaliwa kwa bahati mbaya. Umeitwa. Haleluya. Amen. Sasa niruhusu sasa niende niwachambue watu 10 walioitwa kwenye Biblia. Amen. Na mambo gani tunajifunza katika wito wao. Amen. Haleluya. Amen. Mambo mangapi? Watu wangapi? 10. Tuangalie wito, tujifunze kutoka katika wito wao. Hawa watu 10 ambao Mungu aliwaita. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Watu 10 ambao Mungu aliwaita, ambao kupitia hao tunaenda kujifunza sifa, tabia, namna Mungu aliyotumia kuwaita watu wake. Amen. Amen. Mtu wa kwanza tunaenda kumwangalia leo ni wito wa Ibrahim. Wito wa nani? Wa Ibrahim. Wa Ibrahim. Tunasoma katika kile kitabu cha Mwanzo sura ya 12. Mwanzo sura ya 12, tukianza kusoma ule mstari wa kwanza. Mwanzo 12 na ule mstari wa kwanza. Biblia inasema Bwana akamwambia Abraham, toka wewe katika nchi yako na jamaa zako na nyumba ya baba yako, uende mpaka nchi nitakayokuonyesha. Uende mpaka nchi nitakayofanya nini? Kuonyesha. Kuonyesha. Sasa Ibrahim anaitika. Kumbuka anaenda mahali ambapo hapajui. Unajua ni rahisi sana kuitwa kuambia ondoka nenda Morogoro. Hiyo ni rahisi. Hata kama Morogoro upapeni, lakini afadhali unaweza ukawa unajua unaenda wapi.
Sasa huyu mtu anaambiwa toka tu, nenda wewe, nendaga tu. Bwana, niende wewe, mbele yako ni wapi? Huko huko, wewe tembea. Ukikuta bahari zunguka, wewe nenda tu, mimi nitakuambia ni wapi nakotaka nienda. Huyu mtu hajui anakoenda, tembea kwa siku ngapi? Ni wito mgumu, hajui anaenda wapi, hajui atatembea kwa siku ngapi. Umebeba sanduku, hujui utalishusha lini. Wewe kazi yako ni nini? Ni kuchanganya miguu, kusonga mbele. Ni wito huu. Haleluya. Sasa tunajifunza nini kwenye wito wa Ibrahimu? Tunajifunza jambo moja muhimu sana, kubwa sana. Tunajifunza ya kwamba wito wa Mungu unahitaji imani, si maelezo yote. Wito wa Mungu, yani tunapojifunza kwa habari ya wito, tunapomwangalia Ibrahimu, kitu kikubwa tunachokijifunza katika wito wa Ibrahimu ni kwamba wito ukiitwa na Mungu, kinachohitajika ni imani. Kuitikia kwa imani, hautapewa maelekezo yote. Kuna maelekezo ya kupewa mbele ya safari, kwa lugha nyingine itika. Halafu maelekezo mengine utapewa wapi? Mbele ya safari. Ni kama vile unaitwa hapa na baba yako, huwezi ukasema baba siitiki mpaka kusema unaniitia nini. Huwa unaitika, unaenda, hujui unaitiwa nini. Unaweza kumwambia nenda pale posta pale, ukifika nipigie. Maana yake ni wewe unaenda posta, haujui unaenda kufanya nini. Na tutu kuzoea. Sasa amen. Mimi nakumbuka tulikuwa tunatumwa na mama, usiku umelala, unaumwa jino. Zamani kule kulikuwa kuna hospitali, kuna wazee tu wa jadi wanang'oa jino na koleo hii kabisa. Eti unaenda unachomwa sindano ya ganzi njii, afu naambia pole sisi. Unatumwa, unaambiwa peleka hii barua kwa yule mzee. Afu ameibana, mamangu alikuwa ni mwalimu, kwa alikuwa hata na neema ya kuwa na stapler. Anaibana nganga, kumemo ndani anamwambia ni jino la 3 kutoka kwenye gego la 2. Na wewe kwa kutokujua unapeleka barua, hujui kama ile barua inakuhusu wewe. Akipewa barua unaambiwa kaa. Ukikaa wanaongea kimafumbo. Anafunga, okay. Mwambie mama, yaani anaonyesha kama yale yameisha. Mwambie mama kwamba nimemwelewa. Unaambia, ukitaka kunyanyuka ambia kaa kwanza. Halafu kama kuna jino, anakuanzia mbali. Kama kuna jino ila 10, naambia hamna. Manake watoto mchana anacheza, usiku analia jino. Amero, hebu tuone kipindi hicho tayari nyuma huku tayari anakoleo. Kuna namna koleo anaificha ficha. Halafu akifika sema hili litatoka lenyewe, anakuwa kama anakuficha hivi. Ghafla washangaa mtu mwingine ametokeza nyatu. Wameshapewa maelekezo kwenye barua. Na muda mwingine wanakoseaga, washangaa kaling'oa jingine. Huna pa kumshtaki. Mambo ni mengi. Unang'olewa. Lakini ulitumwa. Unaenda, hujui unaenda kufanya nini? Kazi yako wewe ni kupeleka nini? Barua. Kule
kijijini tumechezewa michezo ya hatari. Mingine ilikuwa ni kukata kilimi. Wangapi wanajua kukata kilimi? Kimeo unajua kimeo kinavyokatwa? Hiki bado, hiki sio cha kukata. Ukisikia nasema bado, je, ndio unakatwa. Ile hiki hapa. Sasa maana yake ni nini? Unaenda usipopajua kazi yako unafanya nini? Tunajifunza wito unahitaji kuupokea kwa imani. Maelekezo kamili utayapatia mbele. Na ndio maana hata mimi nilivyoitwa hapa, niliitwa kuja Mbuto, sikujua kama itakuja Sinza. Niliitwa na kuja Mbuto, nilikuwa sijui muumini wangu atakuwa ni nani. Sawa sawa. Wakati nakuja Mbuto nilijua Mungu ataniinulia watu wa kuwalea. Sikujua kama ni wewe. Umekuwa wewe mbele ya safari ya kuitikia nini? Wito. Kwa hiyo lazima ujue kama Mungu anakuita kwenye wito, jiandae. Kati ya tabia ambayo unaweza kukutana nayo ni kuitwa lakini huna taarifa zote. Amen. Unachotakiwa na kusema ndio. Haleluya. Amen. Lakini mtu wa pili ambaye tunamwangalia naye aliitwa. Haleluya. Kumbuka tunaangalia mtu na tabia. Na namna Mungu tunajifunza nini kwenye aina ya wito ule? Tunamwangalia Musa. Mtu wa pili tunamwangalia Musa. Haleluya. Musa yeye aliitwa kuwatoa Waisraeli kutoka Misri kwenda kuwapeleka Kanaani, mahali panapomiminika maziwa na asali. Tukisoma katika kitabu cha Mwanzo sura ya 3, kitabu cha Kutoka sura ya 3, Kutoka sura ya 3 mstari wa 10, anasema haya basi nitakutuma sasa kwa Farao. Nitakutuma sasa kwa Farao ili upate kuwatoa watu wangu hao wana wa Israeli katika Misri. Mstari wa 11, Musa akamwambia Mungu, mimi ni nani hata niende kwa Farao nikawatoe wana wa Israeli watoke Misri? Mimi ni nani? Mimi ni nani? Hiyo ni lugha ambayo tunaiona Musa anajieleza akionyesha namna gani hatoshi. Yaani anaona hii kitu ni kubwa, mimi ni nani? Mimi sitoshi. Ni kama vile apatikane mtu mwingine atakaye tosha. Haleluya. Amen. Maana yake ni nini? Mungu hutumia hata wanaojiona hawatoshi. Haleluya. Amen. Jifunze kwenye wito wa Mungu. Mungu hakuiti kisa unatosha. Mungu akikuita haangalii ukamilifu. Yeye anakuita halafu unatoshelezwa baada ya kuitwa. Amen. Haleluya. Amen. Hautoshelezwi ndio uitwe, unatoshelezwa baada ya kuitwa. Pastor Miamba, sikuitwa kwa sababu ninajua kuhubiri ama ninajua kuombea mtu ama kwa sababu ninaongea viswahili na no. Ninatoshelezwa baada ya kuwa nimeitwa. Haleluya. Amen. Na ndio maana Mungu akamwambia Musa akasema, wewe shida yako ni nini? Ukisoma hapo story nzima utakuta Musa anajieleza. Asa mimi sijui kuongea. Mungu anamuuliza ni nani aliyeumba mdomo? Ni nani aliyewezesha watu kuongea? Akasema mimi sijui bwana, mimi sitoshi, sijui kuongea. Mimi nachojua sijui kuongea. Wewe unajua mimi na kigugumizi nikifika pale ninakuwa na mdomo mzito kuongea. Sasa unanituma kwa Farao, nikifika pale nitaongea nini? Aambia sikiliza. Wito haugeuzwi kisa hautoshi, bali unatoshelezwa imradi umeitwa. Akasema sikiliza, nitakuinulia Haruni. Alafu Haruni mimi nitakuambia wewe. Wewe utamwambia Haruni. Haruni atawaambia watu wangu. Mimi nitakuambia wewe. Wewe utamwambia Haruni.
Haruni atamwambia Farao. Farao akimwona Haruni atamwona Musa. Haruni akimwangalia Musa atamwona Mungu. Maana yake nini? Ni rahisi sana. Musa alijua akisema hajui kuongea atakwambia basi wewe nenda, ngoja nimtafuta anayeongea vizuri. Kumbe sio kanuni ya Mungu. Kanuni ya Mungu, hata kama huna kigugumizi, hata kama huwezi kuongea, hata kama hujui Kiingereza, hata kama hujui chochote, imradi umeitwa, yeye ndio mkamilishaji. Jina lake anaitwa Alfa na Omega, mwanzo na mwisho. Hakuna kilichokuwa na mwisho ambacho hakikuanzilishwa na yeye. Yeye anaujua mwisho kabla ya mwanzo. Ni mkamilifu. Ndio maana Mungu ni mkamilifu. Haleluya. Kwa nini mimi na wewe sio wakamilifu? Hatujui kesho yetu hatujui. Lakini yeye kwa nini mkamilifu? Anajua kesho, anaijua miisho ya nchi, anajua miisho ya maongeo ya enzi hata kabla ya mwanzo. Haleluya. Maana yake nini? Tunapojifunza hivyo nini? Wewe unajiona na mapungufu mengi. Sikia. Uko kwenye nafasi ya kuitwa kwa jambo lolote. Leo Mungu anaweza akakuita wewe hapa, akakuinua ukawa mchungaji. Anaweza akakuita ukawa nabii. Anaweza akakuita ukawa vyovyote anaweza kukuita. Anakukamilisha, anakutosheleza. Haleluya. Amen. Tumeona sisi kwa macho Mungu akiwakamilisha watu hapa. Amen. Amen. Walioitwa. Nilikuwa naangalia ile video ya zamani ile ya waimbaji. Debora amekaa nyuma kule. Hafai hata kusogelea maiki. Yeye kazi yake ni kucheza tu, kuatia moyo waimbaji. Sasa alipewaga maiki hapa, anaimba, unauza hivi, yule bibi anaimba nini pale? Sasa lakini wewe leo angalia anavyosiunga nyimbo za kuabudu hapa. Huwezi ukasema ni mwimbaji, unamuita expert. Sasa ni nani aliyemfanya kuwa expert? Ni Mungu. Amen. Akikuita anakukamilisha. Amen. Haleluya. Amen. Wewe unaweza kuwa ni Debora wa kesho. Usiseme sijui kuimba. Unaweza kukamilishwa. Ni mwanzo tu. Ukiitwa utabaki kama hujielewi hivi. Baada ya muda unakuwa complete. Haleluya. Amen. Kwa usiseme siwezi, kama alivyosema Musa. Kwa sababu tunajifunza hapa kwa Musa ya kwamba kumbe wito sio sisi tunaokamilika, tunakamilishwa katika wito. Amen. Haleluya. Mtu wa tatu tumwangalie Samueli ambaye tunampata katika kitabu cha Samueli wa kwanza sura ile ya 3. Kuna kitu tunataka tusikie kutoka kwenye mstari wa 10. Samueli wa kwanza 3 na ule mstari wa 10. Maandiko yanasema hivi: Bwana akaja akasimama akaita vile vile kama kwanza, Samueli, Samueli. Ndipo Samueli akasema, nena Bwana, kwa kuwa mtumishi wako anasikia. Amen. Haleluya. Amen. Kuna kitu cha kujifunza hapa. Samueli aliitwa akiwa mtoto. Haleluya. Amen. Samueli aliitwa akiwa nani? Mtoto. Mtoto. Sifa ya kwanza ya kujifunza, aliitwa akiwa mtoto. Maana yake nini? Mungu akimwita mtu
akiwa mtoto, wala tusishangae. Amen. Na wewe usiseme mbona mimi ni mtoto. Samueli aliitwa akiwa mtoto. Wito hauna umri. Mpaka nikomae Bwana ndio nitaitwa. Hauna umri. Utaitwa muda wote. Uwe mzee, mtoto, utaitwa. Lakini la pili, tunaona Samueli ni kati ya watu ambao walipoitwa waliitika moja kwa moja, na hatuoni kama aliwahi rudi nyuma toka alipoitwa. Akasema mimi Samueli. Mara ya kwanza anasema Samueli, anaenda kwa Eli, sasa umeniita, sasa sijakuita. Mara ya pili Samueli anaenda kwa Eli, umeniita. Eli akagundua huyu mtoto anaitwa na Mungu. Akaambia sasa saizi ukiitwa sema mimi hapa Bwana, sema mtumishi wako nipo tayari kusikia. Hebu naomba nikuulize, ulimsikia tena Samueli amerudi kwa Eli kuuliza chochote? Itika mara moja. Amen. Kama Bwana akikuita, itika mara moja. Amen. Haleluya. Amen. Ni jambo la kujifunza. Amen. Lakini tunaenda kwa mtu wa nne. Amen. Amen. Mtu wangapi? Wanne. Tunamsikia Isaya akiitwa. Isaya anaitwa. Ukifungua katika kitabu cha Isaya sura ya 6 mstari wa 8. Isaya 6:8. Isaya sura ya 6 mstari wa 8 unasema hivi. Kisha umefika Amen. Isaya 6:8. Kisha nikasikia sauti ya Bwana ikisema, nimtume nani? Nimtume nani? Naye ni nani atakaye kwenda kwa ajili yetu? Ndipo niliposema, mimi hapa, nitume mimi. Mimi hapa, nitume mimi. Haleluya. Amen. Kuna jambo kubwa sana hapa tunajifunza kwa Isaya. Aliposema mimi hapa, nitume mimi. Angalia vile hiari yake. Hiari, willing, hiari. Nimtume nani? Mimi hapa, nitume mimi Bwana. Alikuwa nauliza, angekuwa na uwezo wa kusema mtume Nehemia. Kwa nini atumwe Ezekieli? Wewe umesikia atumwe nani? Wa kwanza itakuwa sema nitume mimi Bwana. Haleluya. Amen. Hivi nani atununulia speaker? Mimi hapa, nitume mimi. Mmegoma kutumwa. Mbona hamjibu? Asi akasema kesho leta. Atumwe nani kununua speaker hii? Mimi hapa, nitume mimi. Kama ukiruhusu hiyo hali, watu wengi wamezuia baraka zao, wamefunga baraka zao kwa ajili ya kudhani atumwe nani, labda atumwe mtu fulani. Lakini jibu la wito linatakiwa, kama wewe ni miongoni mwa watu waliosikia wito, inatakiwa wewe uone ni wewe tu. Isaya hakuwa peke yake, lakini aliona yeye ndio mtu sahihi, the right person. Yeye ndio atumwe yeye. Amen. Haleluya. Amen. Ni vyema sana mtu akijua. Mara nyingi sana wito huu, nimesema, ni sauti ya ndani ya Mungu ama ya Roho Mtakatifu inayokueleza kusudi la Mungu kwako.
analotaka ufanye this time and the later times. Je, anataka nini? Wangapi tunaelewa? Amen. Tunaelewa vizuri? Amen. Tunaenda sawa? Amen. Kila mtu anaitwa. Unajua tatizo ni nini? Tatizo atumwe nani kununua speaker? Tutafanya wa baba. Sema mimi. Hakunaga wito. Mimi nimesoma Biblia. Niulize, ni wapi Mungu aliwaita watu kwa ujumla? Read the Bible. Utakuta Mungu alikuwa anamuita mtu mmoja, anampa maelekezo. Hakuwa anaita kijiji. Na hii imeua uchumi wa watu wengi. Kuna mtu mmoja nitamuonyesha alipoangukia kwenye mfano. Mtu mmoja ataelewa. Ninaomba wamama kama 3 4 wamama, kimbia kama umeshajitingisha wenjo. Unaona? Sema nitume mimi Bwana, unarudi nyuma. Wamama, nataka nikuonyeshe, nataka sogea hivyo wa display wenzuri. Sogea. Nataka nikuonyeshe tunapoangukia. Kuna mtu mmoja atasimamia hapa kwenye mfano. Sasa mara ngapi wamama mnakuwa mna vikao vya michango? Sawa? Lakini angalia, unaweza kukuta anasema hivi, mchango tunachangia shilingi 5,500. Sawa sawa? 5,500. Lakini unakuta huyu ana milioni, huyu ana shilingi 6,000. Sawa sawa? Huyu ana milioni, huyu ana shilingi 6,000, huyu ana 3,000, huyu ana 500,000, huyu ana shilingi milioni 2. Sawa sawa? Ni mfano. Sawa sawa? Ni mfano. Usije kadhani ukweli kaanza kuwakopa. Ni mfano. Lakini hapa mchango ulipokuja wa shilingi 5,000, unakuta unamlenga mtu yule ambaye hana hiyo 5,000 ama anayo 5,000 imebalance. Huyo hapa ana milioni na yeye anaenda kutoa shilingi ngapi? 5,000. Lakini anaweza kaitwa akaambiwa hivi, kwani inahitajika 5,000? Kwa nini usitoe zote? Toa zote. Waambie kwenye hii issue msichange, mimi nitatoa. Halafu hiyo sauti kisema anaanza kuizimisha. Lakini tupo wengi, kila mmoja atoe, kila mmoja. Unakuta huyo hapa na yeye anasema mimi bwana nitatoa 5,000 tu. Sasa yule niliyemwambia na 6,000 na ni wewe. Huyu unakuta 6,000 anasema sawa, mimi nitatoa shilingi ngapi? 5,000. Anabakiwa na shilingi 1,000. Huyu ana milioni, akitoa 5,000 anabakiwa na ngapi? 900,000 na ngapi huko. Lakini unakuta Mungu amekuita wewe kwa ajili ya hii shughuli. Umeitwa ni wito. Watu wengi wanajua wito mpaka uende ukautoe mapepo. Angalia anaweza kwenda kuathiri mlango wake wa milioni. Sawa sawa? Na huyu ambaye nimemwambia na milioni ana 500,000, angalia anavyoenda kuathiri mlango wake wa 500,000 kwa kutoa shilingi 5,000, na wakati ana uwezo hata kusema hii kitu hii imeisha. Kwa nini hakuna sponsors katikati ya makundi? Kwa nini sitokee tu issue mtu kaamua kuimaliza mwenyewe? Lakini Mungu anakusemesha kwamba hii issue hii wewe mbona ungekava tu mwenyewe? Maliza tu hii. Watu mmekaa mnakaa hapa kikao hadi masaa 3 mnajadili namna gani mnaweza mkachangia shilingi 125,000. Mnaanza kugawana, tuko ngapi? Mama nani, shika calculator. Gawanya 1,000 ngapi? Mara 100 na ngapi? Anapiga tata na shilingi 100 na senti. Kwa tufanyaje hapo? Na ya kutolea atatoa nani? Yaani nikakikao kama maskini fulani. Wewe usimalize.
kwani kwenye milioni 2 ulionao ukitoa 1,500,000 ina shida gani kwa ajili ya wamama? Anasema hapana, tuko wengi. Umeshakataa wito, kwa sababu hiyo sauti ya ndani, nimesema wito ni sauti ya nani? Ya ndani, inayokuja kukusemesha jambo kulitimiza kusudi la Mungu. Maana yake ni nini? Ukienda wewe ukatoa hiyo hela, umemsaidia huyu mwenye shilingi 6,000, sawa sawa. Ina maana ile 6,000 itabaki, wewe utakuwa umetoa, wewe hujapungukiwa, na mwenye 6,000 amebaki na shilingi ngapi? 6,000. Ndio maana huyu ilielekezwa kwake 6,000, wewe kwako ilielekezwa milioni 2 kwa kusudi la wito ambao uko mbele yako. Hela imekuja, unakataa wito, kesho inachukuliwa inapelekwa kwa mwenye 6,000. Mwenye 6,000 anasema mimi niko tayari. Basi anasema okay, wewe unaitwa special sasa kwa ajili ya kusaidia watu. Kwa anakuta kila dakika anawaambia mimi hiyo nitaiclear mwenyewe. Mwanzo anaiclear, ameitwa sawa sawa, na wewe unayechekelea utabaki na 6,000 hivyo. Sisi kama kuna mtu anaelewa. Amen. Kwa hiyo unakuta vikao vingi vya kanisani vya kimaskini. Wewe uliyekuwa na milioni 1 umekaa na mtu mwenye shilingi 6,000, mnapiga bajeti ya shilingi 5,000, na wakati ni kitu ambacho unaweza ukakiclear. Hallelujah. Amen. Wamama, kuna mahali mnapona, mnaweza mkaelewa anguko lilitokea wapi. Kwa nini ghafla maisha yako yameshuka kufanana na 6,000? Haleluya. Kwa nini wewe, sikia, kama nani nilimwambia na milioni 1-2, wewe milioni 2 na kama wewe ilikuja shilingi milioni 2, halafu hiyo milioni 2 haijawa msaada kwa hawa watu mambo kwenda. Kumbuka kwenye hiyo milioni 2 mmoja akitoa shilingi 6,000 yake anabaki na shilingi, yaani atakuwa amepungukiwa pakubwa kuliko wewe mwenye milioni 2 kutoa 1,500,000 kwa ajili ya watu wote. Hivi milioni 2 ukitoa 1,500,000 kuna sehemu imepungukiwa? Kwa hiyo unakuta Mungu aliileta ile hela kwa sababu ya wito atakao uweka ndani yako. Alitanguliza hela kwa sababu kuna wito utakao kuja ndani yako. Baadaye unaonekana kama wewe ni useless, hauna kazi kwenye kazi ya ufalme, kwa sababu kama hela imepelekwa kwa ajili ya kutimiza wito na wito umekataa, inamaanisha kesho kinaondolewa kitu kinaitwa kinara, kinaenda kupachikwa kwa atakayesema ndio. Si kama kuna tajiri anazaliwa. Amen. Wale wataalamu wa kujikausha, sherehe ya wamama inapita, anajikausha. Unajua kuna michezo unacheza, afu unadhani unachezea kanisa, afu unachezea wamama, kumbe unachezea maisha yako ya uchumi. Unachezea maisha yako ya uchumi. Kulikuwa kuna katabia hapa. Unaona huyu ni mama lakini bado ni binti, si ndio? Sasa unakuta kesho na kesho kutwa anajiita yeye yuko kwa mabinti. Sawa sawa? Anasubiria sherehe ya mama ifanye nini? Sherehe ya mama ikipita, taratibu anaanza kucheza, narudi kwa mama. Anakimbia kwa nani? Kwa mabinti. Kwa mabinti kipika sasa mimi mama. Inapita hapo kipita anasema mjini akili. Sio mjini akili. Umeliwa. Umefanya nini? Umeliwa. Umetoa hela original, umenunua feki, cheni feki. Haleluya. Umeliwa. Unaweza kuelewa wito unavyofanya kazi. Unaweza kuelewa ni wapi mtu ameanguka, si ndio? Angalia hivi vimichango vidogo vidogo hivi, jifunze kuvimaliza. Kuna mahali utafunguka. Hii nimetolea mfano. Mungu abariki wa mama. Kwa mfano, naweza mkaenda uketi.
Barikiwe. Nimetolea mfano, lakini huu mfano hata kwa baba unawahusu. Amen. Baba sina haja ya kuongea nao sana, kwa sababu nimeongea nao kwa muda pale Mlima, lakini nataka nikufundishe tu namna ya kulinda wito wako ili isije ikaleta shida. Maliza. Kuna vitu vingine fanya nini? Sikia, unajua kuna vitu ukiwa unamaliza, kuna kesi nyingine zinakuwa hazikuhusu. Hujanielewa? Kuna mng'ang'ano fulani. Sema mng'ang'ano. Unakula kwa kung'ang'ana, unavaa kwa kung'ang'ana, unafanya kazi na biashara kwa kufanya nini? Mng'ang'ano. Kwa sababu struggles nyingi zimetokea kwa kuwa siku uliitwa ukaibisha ile sauti ya ndani. Halafu ukija unaimba wimbo, natamani nikuone, niuone uso wako, nikuabudu. Mungu unatamani unione. Jana sisi nimekuita na umegoma, leo unatamani kuniona. Hivi na make sense? Hebu niti. Sema pastor. Hapo nikifika hapa na kugeukia, natamani nikuone, niuone uso wako, nikuabudu. Mungu anaweza huyo. Nimemwita hajageuka, nimemtuma hajaenda, jioni usiku anaamka saa 9, natamani. Sasa watu vichawa. Sio nigonge kengele ya mwisho wa dunia. Haleluya. Kwa lazima tunamwona Isaya alivyokuwa na utayari wa kusema mimi hapa Bwana, mimi peke yangu nitume. Upo tayari kutumwa? Kuanzia leo na uelewe, wanaweza wakawa watu miongoni mwako ambao wanaweza wakafanya vitu, lakini ukiisikia sauti ya Mungu inakuongelesha ndani yako, mwambie Bwana, mimi hapa nitume. Mimi nashangaa sana, kuna nyakati hapa naonaga watu wanakula wanakula hapa. Juzi hapa nilikuwa na ibada hapa, nikasikia hata sasa baki kuna chakula. Mlikuwa mmefunga? Hapo alileta na shuhudia, analeta chakula, shuhudia. Alafu kesho akinunua tena gari jingine, anaanza kusema hivi, Mungu uko wapi? Wewe ukiitwa tu uitiki. Mwenzako amesikia tu maandazi, chai, anasema aha, hii ni sauti ya Mungu, watu wangu wakanywe chai. Anaondoka, wanyweshe chai. Wewe kila siku. Lakini wewe ukiambiwa maandazi, kazi ya shuhudia hiyo. Lakini wewe unaweza kuwa umeambiwa mara nyingi. Unaona, wewe maandazi yote, watu wote wale, kama ungesema ndio, Mungu angekufungulia hela ya kualisha watu wote. Muulizeni yule mwenye anatoa maandazi, mama, ulishawahi ishiwaga? Ulishawahi ishiwa? Ndio kwanza kila siku anavaa suti. Wewe hii sukari haijakolea. Au muda mwingine leo majani yako vizuri kweli kweli. Ukimaliza nikuabudu.
usikie na wewe umeitika wito. Basi kama yeye amenunua maandazi, amenunua chakula, tumekunywa, apatikane mtu atakayesema na lile deni la wamama na clear mimi. Hapo mwingine aseme tunakushukuru, basi kama ni hivyo mimi nitaleta nini siku ya wamama, naomba basi mimi mapambo. Mwingine anasema kama nyinyi mtaleta mapambo basi haina shida, mimi nilete zawadi kwa niaba ya wamama wote. Ananyanyuka wewe. Maana yake nini? Kuna siku mtu atanyanyuka anasema basi mimi wacha badala yenu wacha ninunulie mchungaji gari. Ndio inaanzaga hivyo. Lakini kwa tegeana huku na kuchangishana shilingi 2,200 na mchungaji wako nataka gari la milioni 200, 250. Mtachanga mpaka lini? Si mtaishia kuchanga changa. Baadaye wasa jamani, rudisheni tugawane, tutaanza mwakani. Unashangaa mchungaji mnageuza inakuwa kikoba, mnakivunja. Maana yake nini? Lakini kama hii spirit inayoambia hapa, mtu akinisikia ndio tunanyanyua mabilionea. Kwa sababu watu wanaiga, wanainuka, na kuna wengine wanaiga kuanguka na wanaanguka. Unaweza ukafika hapa uko vizuri, halafu kasema hivi, wacha nijishushe bwana, tuwe pamoja. Unadhaniaga kila kujishusha kunafaa? Shtuka, sio kila kujishusha kunafaa. Kuna mahali ukifika, maintain your standard. Sio kila mahali pa kujishusha. Wewe unasema wanatoaga 2,200, wacha na mimi nishuke nitoe hiyo 2,200, na uchumi wako unashuka unakuwa 2,200. Ile unakuja kushtuka, document za mbinguni zimegeuzwa tayari. Imefutwa, imeandikwa 2,200. Unashangaa na wewe unaanza kuongea lugha sawa na wale. Usiongee lugha sawa na wale. Haleluya. Amen. Tunaona maandiko yanasema kando ya mito ya Babeli tuliketi tukalia tulikoikumbuka Sayuni. Tuligoma walipotuambia tunyanyue vinubi vyetu tuimbe wimbo wa Sayuni katika nchi ya ugeni. Tulikataa, tukasema hatutaimba wimbo wa Sayuni kwenye nchi ya ugeni, tutamlilia Bwana mpaka turudishe Sayuni. Amen. Waligoma kufanana na wageni. Usiimbe wimbo wa wageni. Umefika kikao kizima, watu na ndevu zao na suti zao wanachangishana 2,200. Kataa kuwa miongoni mwa, usije ukaimba wimbo wao. Usiimbe wimbo wa Sayuni katikati ya watu. Amen. Waambie hata kama nyinyi mnachangishana 2,200, mimi naomba nitoe hii laki, mtajua namna mtabalance nyuma hesabu. Umekataa kuimba wimbo wa Sayuni katika nchi ya ugeni. Amen. Ukishuka tu na wewe ukaanza kutoa 2,000, unaanza kuimba wimbo wa Sayuni katika nchi ya ugeni. Lazima na wewe unaanza kuona vya 2,200, na wewe unaona 2,000 kipita nywele zinasimama, na wakati 2,000 ilikuwa ni kitu cha kawaida. Sikia, hiki ninachokiongea, trust me, kimewaangusha watu wengi sana hapa, na leo watu kwa kuwa wananisikia wanaenda kuamka tena. Amen. Kila atakayenisikia akaamua kuyashika nayoongea atafananishwa na mtu mwenye akili anayejenga nyumba yake katika mwamba. Mvua zitapiga, pepo zitavuma, nyumba nyingine zitabomoka, lakini ya kwako itabaki misimama, kwa sababu imejengwa kwenye mwamba. Uchumi wako hautaanguka kwa sababu umejengwa kwenye mwamba. Kila atakayenisikia neno hili, uchumi wake hautakaa chini tena, utanyanyuka. Kataa kuimba wimbo wa Sayuni katika nchi ya ugeni. Ukiona kuna mahali kwenye vikao vya seli
Unakuta seli watu wako 8 10, sadaka ya seli shilingi 5,000, sadaka ya seli shilingi 20,000, na wewe upe kataa. Waambieni kwenye hiyo 20,000 mimi naongeza laki, iwe 120,000. Kwenye hiyo 5,000 mimi naongeza 90,000, iwe 95,000. Yaani kataa kushuka, kataa kuimba wimbo wa Sayuni katika nchi ya ugeni. Kataa. Usije ukasema jamani, kwa kuwa wengine wamechanga 2,200 na mimi nachanga hiyo 2,000. Kumbuka mwenzio aliyetoa 2,000 ndio alikuwa nayo hiyo peke yake, kwa ametoa kilicho bora kuliko wewe. Hujanielewa? Yesu alipoenda kwenye sanduku la hazina, watu wanatoa sadaka, alikaa kawaangalia. Biblia inasema wakati wanatoa, mwingine anatoa 50,000, mwingine anatoa laki, mwingine anatoa 200,000. Akaja mama akatoa senti 2, mama mjane akatumbukiza pale. Yesu akawaita wanafunzi wake, akamwambia sikilizeni, huyu mama katoa kikubwa kuliko hao wengine. Hao wengine wametoa ziada, yaani ametoa 50,000 kwenye milioni 8 alionayo nyumbani. Ametoa shilingi 20,000 kwenye milioni 10 alionayo nyumbani. Unaiona kama ni 100,000, lakini amechomoa 100,000 kwenye milioni 20 iliyo nyumbani. Huyu mama katoa senti 2, anasema ndio hazina yake yote. Kwa hiyo usije ukaenda na wewe ukasema tutoe shilingi ngapi? Senti 2, ukasema sawa, senti 2 zangu mimi hizi hapa, na mwingine anasema na mimi zangu hizi hapa. Wewe umetoa senti 2 kwenye hazina kubwa uliacha nyumbani, mwenzio ametoa senti 2 ndio hazina yake yote. Maana yake nini? Kwenye hiyo senti 2 mwingine anaenda kuinuliwa, kwenye hiyo senti 2 mwingine anaenda kushuka. Usikubali kushuka. Amen. Mwambie jirani yako usikubali kushuka. Usikubali kushuka. Hivi unajua tunapotoa sadaka ni wito. Toa kile ambacho Mungu anakusemesha ndani. Mungu akamwambia Musa, waambie wana wa Israeli wanitolee vile ambavyo mioyo yao inawapa kupenda kutoa. Ambe ninawapa, alafu naita wito wa kunitolea. Wanitolee vile ambavyo mioyo yao inawapa kupenda. Haleluya. Wanitolee vile ambavyo mioyo yao inawapa kupenda. Hawana watatoa nini? Ni wito. Ni vyema ukaitika kama Isaya, mimi hapa Bwana, mimi nitume mimi. Haleluya. Amen. Wewe una milioni 5, tunataka kununua seli, tunataka kununua feli, tuchashingi shinga, jamani tuchangisha 5,500 mpaka sifike. Eti na wewe unaenda na kutumbukiza 5,500 na wakati una milioni 5. Sikia nikwambie, umekimbia wito. Wito ilikuwa ni kwamba kama Bwana anakusemesha fanya, ujue Mungu amekuita kwenye kona ya uchumi. Ni wito mzuri sana ambao mimi naupenda, kona ya uchumi. Na ndio maana licha kwamba Mungu aliniita katika uchungaji, nilimwambia Mungu usiniache kwenye kona ya uchumi, niite kwa sababu sitaki umaskini. Sitaki kuwa mchungaji ombaomba, sitaki kuwa mchungaji ambaye sina hazina. Niite hapo na mimi nisimame. Haleluya. Maana yake nini? Sipo tayari kuimba wimbo wa Sayuni katika nchi ya ugeni. Mwambie jirani yako, kuimba wimbo wa Sayuni katika nchi ya ugeni. Mkanye, mwambie usiwe tayari. Usiwe tayari kuimba wimbo wa Sayuni katika nchi ya ugeni. Mwambie ukiwa kwenye vikao vya idara, ukiwa katika vikao vya idara, ukiwa katika vikao vyovyote vinavyohusiana na fedha, toa sawa sawa na kile Mungu anachokusemesha. Toa sawa sawa na kile Mungu anachokusemesha. Usitoe sawa sawa na mpango aliopanga idara. Sana. Muulize, hivi anakuelewa? Paza sauti basi. Mwambie hivi anakuelewa? Mwambie uwe na kubali wito kama wa Isaya.
Ukisikia sauti ndani yako, sema mimi hapa Bwana, nitume mimi. Umeona hivyo vitu walivyokalia viongozi? Umeona hivyo vitu vimetolewa na seli, sawa sawa. Jiulize, hiyo seli mpaka kununua hicho kiti walijichanga, wakajichanga kiti cha kwanza cha pili, si ndivyo? Alafu unaweza kukuta kuna mtu ana uwezo wa kununua vyote, sawa sawa. Ilikuwa ni issue tu ya kumwambia hivyo viti mniacheni. Haleluya. Hivyo viti niacheni. Mwambie jirani yako uko tayari? Uko tayari. Anasemaje? Asante. Nataka tuangalie mtu mwingine, Yeremia. Ukisoma katika kitabu cha Yeremia, kuna kitu tunataka tuki study hapo. Yeremia sura ya kwanza mstari, nianze kusoma wa 4 hadi wa 7. Yeremia sura ya kwanza 4:7. Anasema, neno la Bwana lilinijia kusema, tangu sijakuumba katika tumbo nalikujua, na kabla sijakutoa tumboni nalikutakasa, nimekuweka kuwa nabii wa mataifa. Ndipo nikasema, Bwana Mungu, tazama, siwezi kusema, maana mimi ni mtoto. Mungu anasemaje? Anasema hivi, lakini Bwana akaniambia, usiseme mimi ni mtoto, maana utakwenda kwa kila mtu nitakaye kutuma kwake, nawe utasema kila neno nitakalokuamuru. Usiogope kwa sababu ya hao, maana mimi nipo pamoja nawe nikuokoe, asema Bwana. Ndipo Bwana akanyosha mkono wake akanigusa kinywa changu. Bwana akaniambia, tazama, nimetia maneno yangu kinywani mwako. Angalia, nimekuweka leo juu ya mataifa na juu ya falme, ili kung'oa na kubomoa na kuharibu na kuangamiza, ili kujenga na kupanda. Haleluya. Angalia kilichotokea kwa Yeremia, mambo mawili. Tunaona Mungu anaeleza kwamba mission ya Yeremia na wito wake ulianzia toka tumboni mwa mama yake. Unanielewa vizuri? Mission ya nani? Ya Yeremia na wito wake ulianzia wapi? Toka tumboni mwa mama yake. Maana yake nini? Haijalishi mchakato wa kuzaliwa kwako ulikuwaje, lakini siku Mungu anaipachika mimba ya kwako kwenye tumbo la mama yako, viliwekwa pamoja na wito. Uliandaliwa kuwa nabii, uliandaliwa kuwa yule uliyeitwa toka tumboni. Maana yake nini? Wito ukiona umeitwa, usidhani ni mpango wa Mungu amekudaka tu wakati uko kwenye safari yako. No. Utatembea kwenye njia zako, lakini unatembea na wito. Baadaye njia zako na wito wako vinagawanyika kama maji na mafuta yanavyogawanyika. Haleluya. Na ndio maana mtu anaweza akawa mwizi, akawa jambazi, baadaye akawa mchungaji. Sawa sawa. Na ndio maana mtu anaweza akawa Muislamu, akawa shehe, baadaye akawa mchungaji. Sawa sawa. Tumeona watu Waislamu waliokuwa maimamu wamekuwa wachungaji. Hamjawahi kuwasikia? Wapo, si ndivyo? Hata hapa watu wengi walikuwa Waislamu, leo wamekuwa watumishi wa Mungu. Haijalishi mchakato, lakini wito unabaki pale pale. Utaenda kule, utaingia kule, utasalisha kule, baadaye hatima ya Mungu ikifika, muda ukifika, vinajitengaga maji na mafuta, wito na mambo mengine vinajitenga. Ndio kilichotokea kwa Yeremia.
Yeremia yeye anatembea zake tu, anajidai ni mtoto mdogo. Anambia wewe, sikia, ukiwa ndani ya tumbo la mama yako tunakuona nabii wa mataifa, tumeweka kwenye kinywa chako neno utakaloenda kuambia watu. Tumekupa mamlaka, utang'oa, utaharibu, ili kupanda na kujenga. Kwa usije ukawa unadhani ya kwamba hii kitu umebambikiziwa tu njiani. Ilianzia toka tumboni mwa mama yako. Haleluya, haleluya. Leo ukiwa unafanya kazi ya Mungu hapa, usije ukadhania ni by the way. Yale mengine ndio yalikuwa by the way. Hii ni God plan, ni mpango wa Mungu. Haleluya. Muulize Yeremia. Yeremia amefanya huduma yake ni ngumu sana. Yeremia, soma. Yeremia huduma yake ni kashkash kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Soma huduma ya Yeremia, haikuwa nyepesi. Lakini aliitwa toka tumboni mwa nani? Process ya kuzaliwa kwako haina mahusiano na wito wako. Unajua mimi mama yangu alipobakwa nikatokea kwa mimi ni matunda ya kubakwa. Acha utoto. Mimi mama yangu aliachwa, alipoachwa baba yangu akanilea kwa shida, akanilea. Sikia, hiyo ni michakato tu. Hiyo ni michakato tu. Yesu mwenyewe amezaliwa kwenye hori la ng'ombe. Unajua ukisikiaga hori la ng'ombe unaweza kusema labda hilo lilikuwa zizi la ng'ombe chini, hori juu. Sikia, hori ndio zizi. Hori ndio alizaliwa kwenye zizi la ng'ombe. Wewe unajuaga ng'ombe kila dakika anafanya tapu, anashusha, si ndio? Kwa hiyo ni Yesu kanazaliwa hapa kule ng'ombe tapu. Yesu anazaliwa pale. Wewe unalalamika, mimi mama yangu akata anazaa, alizidiwa uchungu kabidi achepuke kwenye shamba la mahindi akanizaa hapo. Uzaliwe kwenye shamba la mahindi, utokezee wapi? Uchomokee wapi? Wakati ukifika, mpango wa Mungu unatimia. Hapo muona wote wamependeza. Mbele tu. Simwana viongozi wamependeza. Kila mmoja amezaliwa alikozaliwa. Wako. Tukiuliza historia hapa, ninavyoangalia hapa, aliyezaliwa kwenye hospitali ya rufaa simuoni hapa. Wote mmezaliwa kimazabezabe kwenye vihospitali, vidispensary. Lakini naomba nikuulize, kwani wewe uliyezaliwa kwenye hospitali ya dispensary na aliyezaliwa Aga Khan mna alama kwamba Aga Khan wanatembea hivi, kwa dispensary wanatembea hivi? Hamna. Ile ni michakato tu. Ile ni nini? Ni michakato tu, lakini hili ndio kusudi. Haleluya. Hili ndio cha kujifunza kwenye wito. Michakato isikuondoe kwenye track. Kusudi la Mungu litasimama. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haijalishi ulizaliwa wapi, haijalishi. Eti mtu anajua mimi ni yatima. Ni yatima na kuna ndevu hivi. Yatima sasa. Yatima. Kama yatima nitakujivunia. Mwenye yatima. Mama amekufa. Baba amekufa. Si ni yatima mimi? Haya, kufa kwao wananizuia nini mimi kufanya kazi ya Mungu leo? Hivi unaelewa kwamba Mariamu na Yusufu walivyomzaa Yesu, kuna nyakati ni kama Mariamu na Yusufu kulia, Yesu kushoto, kila mmoja anashika njia yake kulitimiza kusudi. Na kuna nyakati wakajipendekeza, jamaa yuko anapiga gombo namna hii, wenyewe anachungulia pale, alafu anamuita Mariano, njoo kamwambie Yesu baba yako
na mama yako wako nje hapa wanakuita. Yesu aliwajibuje? Baba yangu, mama yangu, umbu langu na ndugu zangu ni hawa wanaolisikia neno na kulishika. Kawaambie. Mariana anataka Mungu wangu sitamwambiaje Yusufu anielewe. Sasa sijui alidanganya akasema amesema wacha asubirie ibada. Maana anaona mambo ya kubalance mambo. Ilibidi ngoma iende hivyo kwamba sikia, mlinizaa, mmenikuza, lakini kusudi la Mungu sasa linapiga kelele. Na ilianzia toka Yerusalemu. Wamemwacha kitambo siku 2. Wanasema jamani, ameenda wapi? Wanarudi na kutako zake hekaluni, anajibu maswali ya Mafarisayo. Anawauliza Mafarisayo, wanashinda, anambia sikia iko hivi. Halafu akarudi akasema, Yesu, mbona umetufanya sisi hivyo? Tumetembea siku 2 nzima kukufuata, umetuacha jamani, wewe mtoto. Akasema, msinite mtoto, imenipasa kuwepo kwenye nyumba ya baba yangu. Kwa wakati ukifika, wacha kusudi la Mungu lifanye nini? Litimie. Haleluya, haleluya. Tumeelewana wapendwa? Amen. Sasa tunaenda kumwangalia mwingine, usichoke. Haleluya. Tumwangalie wa 6, tumwangalie Yona. Nani? Yona. Tutasoma Yona sura ya 1. Amen. Yona sura ya 1. Huyu ni mtaalamu, wanamkubali sana. Tumsome kamanda Yona. Nikimsomaga huyu jamaa huwa anaishia kucheka. Huyu mimi namwonaga ni kamanda. Haleluya. Ukisoma Yona sura ya 1 mstari wa 1 anasema, basi neno la Bwana lilimjia Yona mwana wa Amitai kusema, ondoka uende Ninawi, mji ule mkubwa, ukapige kelele juu yake, kwa maana uovu wao umepanda juu mbele zangu. Lakini Yona akaondoka akimbilie Tashishi, apate kujiepusha na uso wa Bwana. Akateremka hata Yafa, akaona merikebu iliyokwenda Tashishi. Basi akatoa nauli, akapanda merikebuni aende pamoja nao Tashishi, ajiepushe na uso wa Bwana. Ajiepushe na uso wa Bwana. Haleluya. Ukiendelea kusoma utaelewa kilichomkuta Yona. Haleluya. Amen. Alikata tiketi, akaingia kwenye boti. Alipofika kwenye boti, kilichoendelea hapo, boti ikapata dhoruba kubwa, tupa shehena, boti inaendelea kuyumba. Zikapigwa kura, hata yeye alijinyoshea. Ama ni mimi? Ni nani? Hii boti msione hivi, ni nani? Lazima sikia, sisi hatukubaliki hasara. Tumeshatupa shehena za kutosha kwa ajili yako. Wakamchukua, wakamtupa nje, boti katulia, wakahema. Huyo anaelea. Biblia inasema Mungu alishaandaa samaki, amepanua namna hii. Yaani Yona anajidai anapiga mbizi, kushangaa hizi mbizi makaagiza. Ama hapo giza anashangaa samaki ndo anameza. Anashushia na Pepsi. Yona yuko wapi? Tumboni.
Upo tumboni, kila akifanya hivi anagusa tu firigisi za papa. Anashika, najua anashika mti, kumbe utumbo. Nafanyaje? Mahali ambapo wezi hata kufanya hivi. Biblia inasema aliomba toba, akamwambia Mungu, ninaomba nirehemu. Halafu akaweka nadhiri kutoka kule kwenye tumbo la samaki, kwamba kama ukinitema kutoka hapa, ni moja kwa moja Ninawi. Mungu akamwambia basi tulia kwanza siku 2 ujifunze, ili akili wenge litoke. Akakamle siku ya kwanza, pili, ya tatu amelegea kabisa. Mungu akamwambia samaki, kamtapike huko. Samaki huyo nenda, yaani yona kusimama tu hivi. Akauza, jamani, njia Tarshishi ni wapi? Njia Ninawi ni huku, ni huku, ni huku. Basi asante. Akaanza kuelekea wapi sasa? Njia za kwenda Ninawi ziko hizi. Kuna nyingine ya kwenda moja kwa moja wapi? Ninawi. Kuna njia inayopita Tarshishi. Hiyo njia unaingia kwenye boti, unaingia kwenye tumbo la samaki siku 3, unatapika, unaelekea wapi? Ninawi. Lakini destination ni wapi? Tukutane wapi? Njia ni hizi 2, chagua. Ni mwendo wa kuchagua upite njia. Sikia, ukiitwa kuna njia hizi za kuelekea kwenye wito wako. Njia za Ninawi ziko 2. Kuna aliyechagua Yona, lakini kuna nyingine ilikuwa unaenda tu Ninawi namna hii mpaka unafika Ninawi. Maana yake nini? Tunajifunza katika wito, huwezi kimbia wito ambao Mungu amekuita. Kwa bahati mbaya hamna mbadala pia. Wewe nadhani kwenye ile generation alikuwepo Yona peke yake? Mungu angesema basi bwana, kwa kuwa Yona anaelekea Tarshishi, wacha sasa wewe mwingine nenda Ninawi. Mungu anasema nikikupangia wewe Ninawi, utaenda wapi? Ninawi. Pastor Miamba, nikikupangia Mbutu, utaenda wapi? Mbutu. Ila unaweza ukaamua ukavuka Mbutu ama ukapita njia ya Tarshishi. Ukakaa siku 3 pale alafu naibuka, lakini tukutane wapi? Mbutu. Upite hii ama upite hii ya kwenye samaki, ukaibuka ukatemwa, imradi tukutane wapi? Mbutu. Huwezi kimbia wito. Mwambie jirani yako, huwezi kimbia wito. Una uchaguzi tu, pita kwenye tumbo kidogo la samaki. Wewe ukitaka kujua ilivyo ngumu kupita kwenye tumbo la samaki, sawa? Ziba tu pua hivi na mdomo, usipumue. Ziba tena, kujiziba mwenyewe unaziba, unapumua kama fuso, alafu unarudisha. Unazibwa na mtu. Mtachafua hali ya hewa mpaka kuchanganyikiwe. Maana yake ni usitafute. Mwambie jirani yako, ukipita njia ya Tarshishi utachafua hali ya hewa mpaka kuchanganyikiwe. Maana kwenye tumbo la samaki kuna hewa kule, umezibwa huko. Yatakukuta. Mwambie kama na wito Ninawi, acha mbwembwe. Mwambie acha mbwembwe za Yona.
Hajaona ni mbwembwe nyingi, ndizo mpeleka kule. Sawa, wewe unaambiwa na Mungu ni nawe, tashuta na kufanya nini? Unaenda kufanya nini tashuta? Umeambiwa uende wapi? Wewe unaenda tashuta kufanya nini? Mwambie jirani yako, acha mbwembwe za Yona. Hata mchezo ni anakuitwa. Haya, tumwangalie Petro. Tukisoma Mathayo sura ya 4 mstari wa 19. Au nianzie 18. Naye alipokuwa akitembea kando ya bahari ya Galilaya, aliona ndugu wawili, Simon aitwaye Petro na Andrea nduguye, wakitupa jarife baharini, kwa maana walikuwa wavuvi. Akamwambia, nifuateni, nami nitawafanya kuwa wavuvi wa watu. Mara wakaziacha nyavu zao wakamfuata. Nao wakaziacha nyavu zao wakafanya nini? Wakamfuata. Tunajifunza nini kwenye huo wito? Unapoitwa, yawezekana kabisa ikakubidi kuacha kazi yako ama shughuli zako unazozifanya kila siku. Ukiitwa, yawezekana kabisa ikakupaswa kuacha kazi zako na shughuli zako unazozifanya kila siku. Ndicho kilichotokea kwa Petro na Andrea nduguye. Walikuwa wamekaa wanazitupa jarife zao, na walipokuwa wakizitupa jarife zao, Yesu akawaambia, sasa sikieni, hebu acheni kuvua hao samaki, ninataka sasa niwaite kuvua watu. Wakaziacha jarife zao hapo hapo. Ile ilikuwa ni kazi yao ya kila siku. Sio kila wito utasapoti kazi yako ya kila siku. Inawezekana ukapata wito ambao unaweza ukaendelea na kazi yako, ama ukapata wito ambao kila ukijaribu kwenda kufanya kazi unaona no, ni kama vile kuna kitu huko ndani kimekuwa kizito. Ujue huo wito wako umeambatana na wewe kuacha kazi yako ya kila siku. Amen. Hilo lishike. Usije ukaitwa afu kaona kama ndani huko unataka kuacha kazi zako. Usikasema sasa inakuaje? Petro na ndugu yake Andrea, na sio hao tu, hata ukiangalia na wengine mitume walikuwa na kazi zao. Sasa wale mitume walikuwa na kazi zao, ilibidi waache kazi watembee na Yesu kila siku, sababu ni ngumu kutembea na Yesu kila siku wakati bado umeajiriwa. Ni ngumu. Kuna namna mambo yanakuwa hayajakaa sawa, kwa sababu muda mwingine kazi ya Mungu ni zaidi ya kazi unayoifanya kule ulikoajiriwa. Inakulia muda wako wote, inakulia ufahamu wako wote. Unakuwa na mzigo ndani ambao huo mzigo hauwezi ukachangamana na kingine. Mambo kama haya yakitokea, wito wa aina hiyo, basi ujue unatakiwa uache kazi nyingine. Lakini kuna mwingine ameitwa kwa ajili ya kufinance, kwa ajili ya fedha. Unakuta kupitia kule kwenye ile kazi yake ndio ameitiwa huko kwa ajili ya kupata fedha na ziende zikafanya kazi ya ufalme. Vyote vinawezekana. Umeitwa kama nani? Haleluya. Yategemeana umeitwa kama nani. Haleluya. Amen. Mtu ngapi?
wa 8. Amen. Mtu wa 8 tunaenda kumwangalia leo ni Paulo. Aliitwa na yeye, ambaye mwanzo alikuwa ni mtesaji mkubwa, mwiba wa Wakristo. Alikuwa ni mwiba wa Wakristo, naye akaitwa Paulo. Tukisoma Matendo ya Mitume sura ya 4, mwiba kabisa. Matendo ya Mitume sura ya 4 na ule mstari tutaanza wa 3. Matendo ya Mitume 4:3 hadi 6. Amen. Inasema hivi 3:9, okay. Matendo ya Mitume sura ya 9 mstari wa 3 hadi 6. Hapana, 9. Sura ya 9. Kama nilisema vibaya rekebisha tafadhali. Ni sura ya 9 mstari wa 3 hadi wa 6. Ukitaka kuijua tabia ya Paulo mwanzo, utaanza ule mstari wa kwanza. Amen. Amen. Tabia ya Paulo alikuwaje? Mimi naanzia mstari wa 3. Anasema hivi, hata alipokuwa akisafiri akiwa anakaribia Dameski, ghafla ikamwangaza kote nuru kutoka mbinguni. Akaanguka chini, akasikia sauti ikimwita, Sauli, Sauli, mbona waniudhi? Akasema, unani wewe Bwana? Naye akasema, mimi ndimi Yesu unayeniudhi wewe, lakini simama uingie mjini, nawe utaambiwa ya kupasayo kutenda. Na wale watu waliosafiri pamoja naye wakasimama kimya, wakiisikia sauti, wasione mtu. Sauli akainuka katika nchi, na macho yake yalipofumbuka hakuona kitu. Wakamshika mkono, wakampeleka mpaka Dameski. Akawa siku 3 haoni hali wala haja. Haleluya. Sasa ukienda kusoma, labda nisome kwa ajili ya manufaa, kuna kitu tujifunze kuanzia mstari wa 10, pia niendelee hapo. Basi alipokuwa Dameski palikuwapo Dameski mwanafunzi jina lake Anania. Bwana akamwambia katika maono, Anania. Akasema, mimi hapa Bwana. Bwana akamwambia, simama, enenda zako katika njia iitwayo Nyofu, ukaulize katika nyumba ya Yuda mtu aitwaye Sauli wa Tarso, maana angalia anaomba, naye amemwona mtu jina lake Anania akiingia na kumwekea mikono juu yake apate kuona tena. Niko sawa sawa? Amen. Angalia kilichotokea hapa, nataka tujifunze. Amen. Kumbuka tunachojifunza mpaka hapa ni tabia za aina ya wito na tunachokijifunza. Amen. Tunaona Mungu aliita watu wengi, lakini mimi nimewachambua hawa 10 ambao kupitia hao tunaangalia vile ambavyo Mungu aliwaita na tabia zao na namna tunachojifunza kutoka kwenye wito ambao waliitwa. Amen. Amen. Tunapomwangalia Paulo, cha kwanza tunachojifunza, tunaona Mungu anaweza kubadilisha maisha ya mtu yote.
angali alikuwa mabaya yaweze kufit wito. Amen. Kwa hiyo mtu kahaba, kama nafuatilia ile tamthilia yetu inayoendelea ya Prayer Force, tukumbuka mtu kahaba anaweza akawa mwalimu wa andiko, alikuwa kahaba. Useme sasa anayetuhubiria ni kahaba, Mungu wangu. Ni kwa sababu najua historia yake kwamba alikuwa ni kahaba. Isikutese, kwa sababu hata sisi wachungaji hatukuzaliwa wachungaji. Katika mapito tulikuwa watu wabaya, tukawa watu hatufai, halafu ghafla tukawa wachungaji. Mwingine alikuwa mnyofu hivi toka amezaliwa mpaka kwenye uchungaji. Yaani haijalishi tumepita wapi, lakini tutakapotokezea huduma inapoanza ama wito unapoanza, hebu mtu na atuone ya kwamba tu watumishi wa Mungu, mawakili wa siri za ufalme. Kwa hiyo ni vyema kuelewa ya kwamba Mungu anaweza akamtengeneza. Lakini Biblia inamtambulisha kwamba huyu Paulo alikuwa ni mwiba mkubwa, mwiba sana. Lakini kwa nini Mungu ameweza kumtumia? Tena sio kwa viwango vidogo. Robo 3 ya Agano Jipya imeandikwa na Paulo. Angalia zile nyaraka zote, angalia vitabu vyote, unatoa vingapi? Hata tukianza kuhesabu hapa ni vichache tu, ni vichache tu. Ukiondoa zile Injili 4, ukaondoa na vitabu vichache tu kama Petro, Ufunuo Yohana, ukiangalia na vichache vilivyobaki vyote unakuta ni Paulo. Vyote ni Paulo, mtu aliyekuwa mwiba, mateso kwa Wakristo, taki kumsikia. Wakati Stefano anapigwa mawe, ukasema na kale kajamaa kalikoshika nguo za Stefano alikuwa ni Paulo yule. Kwa hiyo kwenye mission ya kupigwa mawe Stefano, Paulo alikuwa anawapelekea mapiga. Lakini angalia alichokuja ukifanya. Great man of God. Amen. Powerful man of God. Amen. Moja ya mitume waliofanya kazi kubwa, ambao wametengeneza mark ya New Testament, ya Agano Jipya. Angalia alikotokea. Tunajifunza Mungu anaweza akamtengeneza hata mbaya. Kwa mtu mbaya aliye leo, simwangalie kwa jicho baya moja kwa moja. Kesho anaweza kuwa mtu mzuri, anaweza kuwa sehemu ya msaada wako, anaweza kuwa mtumishi wako. Amen. Hallelujah. Amen. Tunachojifunza kingine, tumchungulie Anania. Tunajifunza kwamba kwenye wito Mungu anakuandalia watu wa kukukamilisha. Tunaona Anania alisimama kumpokea Paulo amhudumie, akamfundisha na kumkochi, alafu baada hapo akamwacha. Kwa Mungu akikuita katika wito wake, atakutengenezea watu ambao utakutana nao. Amewaweka yeye. Anania aliwekwa na Mungu kwa ajili ya Paulo. Hata wewe kuna watu Mungu anawaweka. Amen. Kwa usione kama wito ukitokeaga basi unaenda tu mwenyewe, unapambana mwenyewe. Unajua mimi wanawasikia watu wengi sana. Wiki hii nimefululiza watu wengi wanaomba msaada. Mchungaji, tunaomba msaada, kanisa letu halina maiki. Mchungaji, tunaomba msaada, si kila kitu gani hakipo hivi. Mimi nawakaa na waangalia wale wachungaji, naambia ni njia isiyo sahihi kufuata na kumwomba mtu. Njia isiyo sahihi. Njia iliyo sahihi, Biblia imesemaje? Mungu akikupa wito anakuinulia na kina Anania, anakuinulia na kina Barnaba. Sasa Paulo amesaidiwa na Anania, lakini Paulo amefanya kazi karibu sana na Barnaba, kwa sababu wale viongozi wa kanisa kubwa la Antiokia walipo
anapoongelesha watu akiwa kwenye maombi, atawaongelesha pia watu kwa ajili ya kazi ya ufalme. Amen. Mimi kati ya kitu ambacho sijakifanya na sitakuja kukifanya ni kumfesi mtu na kumwomba hela na kumwomba msaada. Wewe unadhani hapa mimi nikimwambia Maria naomba uniletee 200,000 kesho, unadhani utakataa? Nikikwambia Johnson niletee 500,000 kesho, utakataa? Nikikwambia Sipi naomba kesho uniletee 100,000, utakataa? Yaani itakuja tu. Itakuja tu. Yoyote kati ya hapa, yote nikimwambia hapa nataka kiwango fulani, kesho asubuhi utaleta. Sawa sawa. Lakini yamkini ikaenda kutatua tatizo sio kwa njia sawa sawa. Njia sawa sawa ni kwamba tunamwomba Mungu, halafu Mungu anainua watu. Na nimesema hivi, kwa kuwa ulikuwa wa thamani machoni pangu na mwenye kupendwa, hivyo basi nitainua watu kwa ajili yako na kabila za watu kwa ajili ya maisha yako. Ili kanisa lina watu tu wenye fedha hapa Sinza. Kuna watu wana fedha. Sijawahi kumwita mtu ofisini kwambia ninaomba unipe sijui kiasi gani. Tayari ni laana. Amelaaniwa mtu yule amtegemea mwanadamu. Amfanyie mwanadamu kuwa kinga yake na moyoni mwake amemwacha Bwana. Sasa mtu huyo atakuwa kama fukara nyikani, asione mema yanapotokea. Nani atakaye ufukara? Nani anayetaka ufukara? Lakini kama kuna hitajika milioni, nitaomba hapa, Bwana atamgusa Maria, Bwana atamgusa Mayombo, Bwana atamgusa Blessing, Bwana atamgusa, imradi kitu kitokee. Mungu ataenda kuongea na mioyo ya watu. Amen. Na ndio maana ukiona naitisha mchango wowote hapa, kumbukeni lugha nayoitumia. Nawaambia hivi, nataka kuwashirikisha baraka. Ni wamege baraka ambayo isionekane na barikiwa peke yao. Tubarikiwe wote kwenye kazi hii. Kwa mwenye anataka naye kubarikiwa anakuja, na ndio maana inakuaga sio kwa lazima. Vile moyo wako unavyokupa kupenda kuzishika hizo ni baraka, huko sio kuomba. Huko ni kukuita na kukualika. Ni kama mwenzako anakula chakula. Yaani tofautisha. Mtu anapokuja kusema bwana, kwenye hiki chakula kila ukila tonge moja, huko ndani unapokea uzima. Hebu njoo tule wote. Sawa sawa. Na kushirikisha nini? Baraka. Sasa ukija kushiriki pale sio nimekuomba, umekuja kushiriki. Maana yake nini? Tunajifunza kwenye utume wa Paulo na kwenye wito wake, Mungu alimuinulia watu. Sawa sawa. Wa kuweza kwingine kumjenga, waweze kuona vizuri. Haya, kuna jingine pia katikati hapo hapo tunajifunza. Kuna watu kuitwa kwao ni lazima wanyoshwe kidogo kwanza, ili akili zitulie. Unamwona Paulo siku 3 na yeye aoni. Unajua kuna nyakati ukipigwa huoni. Alafu kaambiwa sasa sikia, yaani kuna watu inabidi wapewe taarifa wakiwa hawaoni. Kwa sababu binadamu kuna watu wana viburi. Paulo sio mtu Paulo huruka yake, tukisoma wana theolojia, alikuwa ni mtu mwenye, wale ambao mlikuja ku semina moja ya vijana nilifundisha haiba, temperament. Nikafundisha aina za haiba. Moja ya aina ya haiba ilikuwa inaitwa choleric na aina ya watu watata ambao kwa mfano kwa viongozi wa nchi alikuwepo mtu mmoja anaitwa Magufuli, alikuwa ni choleric katika haiba, mtata. Na sifa zake tulitaja kwamba ni watu ambao wana matokeo makubwa, watu si wanafanya nini. Yaani ukitaja zile sifa zake na ukimwangalia mtu unajua huyu ni choleric. Sawa sawa. Sasa mmoja mtu ambaye alikuwa ni choleric. Paulo pia alikuwa ni choleric. Ndio maana kuna nyakati alimwita Petro akamgombeza. Petro, acha unafiki.
kipindi alikafukuza ka John Marko, anambia toka. Baadaye akasema karudi sheni, kanaonekana kama muhimu, karudi. Unaelewa? Koreli. Sasa mtu kama yule ukitaka mtu ambaye amebeba hati ya kwenda kuwaua Wakristo, halafu nataka ageuze awe mtu wa kwenda kuambia habari njema wa Kristo, sio rahisi. Lazima apigwe upofu kwanza, aone nguvu kubwa kuliko nguvu alizonazo yeye, halafu kimwambia analegea, anasema mimi hapa Bwana. Kwa sio wote wanasemaga mimi hapa Bwana kama Isaya. Kuna wengine mpaka wapite chop, kama alivyopita Yona, kama alivyopita Paulo, ndio ananyosha mikono zao. Niambie niende wapi? Haleluya. Amen. Kuna kitu tunajifunza. Amen. Wa 9. Wa 9 wa 10. Wa 9. Usichoke, mwambie jirani yako usichoke mpaka viishe. Wa 9 tumwangalie Mariamu, yule mama wa Yesu. Mariamu mama wa Yesu aliitwa na yeye. Ukisoma katika Luka 1:38, Luka 1:38, Mariamu akasema, tazama mimi ni mjakazi wa Bwana, na iwe kwangu kama ulivyosema. Kisha malaika akaondoka akaenda zake. Haleluya. Sasa ukisoma utaona jinsi ambavyo vile alivyoitikia. Akasema mimi ni mjakazi wa Bwana, nitendewe vile utakavyo. Aliitwa. Ukisoma huku mwanzo utaona wito wake. Malaika Gabrieli alitumwa na Mungu kwenda mpaka mji wa Galilaya jina lake Nazareti, kwa mwanamwali bikira aliyeposwa na Yusufu wa mbari ya Daudi. Mwanamke huyo bikira huyo ni Mariamu. Haleluya. Akaambiwa, salamu, umejaa neema, Bwana yu pamoja nawe. Akaambiwa, wewe umechaguliwa kwa kati ya wanawake ambao kwenye tumbo lako mfalme atazaliwa. Akapokea wito. Sasa ule ni wito. Kumbuka umechumbiwa, hata ndoa bado, alafu naambiwa utapata mimba tu, utakuta kuna mimba. Ghafla tu utaamka una mimba. Najua ungekuwa ungesema, hey, jamani, sasa hata nani atanichukuliaje? Kwa mfano sasa, atanichukuliaje? Yeye hakujali atachukuliwaje. Akasema nifanyiwe jinsi upendavyo. Unaweza usielewe, kwa sababu siku hizi si unakuta tu vibinti vinatembea ghafla kina mimba, hata chenye akijui mimba ya nani, mambo yanaenda tu. Zamani mambo yalikuwa hayaendi hivyo. Ilikuwa hayaendi hivyo. Kwanza ulikuwa ukikutwa huna bikira, ilikuwa ni kesi kubwa. Kesi kubwa. Tofauti na siku hizi, ukikutwa na bikira unakuwa mshangao mkubwa. Zamani ilikuwa ni kesi kubwa. Sasa siku hizi akikuta naanza unaumwa. Mbona ipo? Ukuna kifafa. Kila kikushika unaanguka kifafa. Kama na akili timamu, mbona ipo?
Zamani ilikuwa ni kawaida. Kwa alichokuwa naambiwa ilikuwa ni kesi kwamba una mimba alafu haijulikani imetokea wapi. Naona mtu anayetakiwa kukuoa, utajielezaje? Akasema nifanyiwe jinsi wewe, kama ni kwa aibu, imradi nimefanya wewe, haina shida. Anarudi na kumpigia magoti na kusema, moyo wangu wamwadhimisha Bwana, roho yangu yamshangilia Mungu mwokozi wangu, kwa maana ameuona unyonge wa mimi mjakazi wake. Eti kuanzia leo mataifa yote ataniita mwenye heri. Alipokea kwa unyenyekevu. Tunajifunza kupitia huyu Mariamu kupokea wito kwa unyenyekevu. Haleluya! Kwa kila mtu apokee wito kwa nini? Kwa unyenyekevu. Haleluya! Wangapi? Wa 10. Wa 10 Gideon. Gideoni. Huyu bwana Gideoni tunamwona kwenye kitabu cha Waamuzi. Amen. Kitabu cha Waamuzi sura ya 6. Waamuzi sura ya 6 na ule mstari wa 12. Waamuzi sura ya 6 mstari wa 12. Biblia inasema malaika wa Bwana akamtokea akamwambia, Bwana yu pamoja nawe, shujaa. Gideoni akamwambia, Bwana wangu, ikiwa Bwana yu pamoja nami, mbona mambo haya yanatupata? Yapo wapi matendo yale ya ajabu yaliyohadithiwa na baba zetu, waliotuhadithia baba zetu wakisema, je, si Bwana aliyetuleta kutoka Misri? Ila sasa amemtutupa, naye ametutia katika mikono ya Midian. Sasa ukisoma hapo utaona Bwana akamtazama akasema, enenda na uwezo wako mkuu ukawaokoe Israeli na mkono wa Wamidian. Je, si mimi niliyekutuma? Haleluya. Tunajifunza kitu hapo, ya kwamba katika wito wa Gideon anaitwa, lakini yeye alijiona ndani yake kama hajioni kuwa yule aliyeitwa. Haleluya. Mungu huona uwezo ndani ya mtu hata kama yeye mwenyewe hajioni. Ameitwa lakini hajioni. Shujaa, nakuaje shujaa? Hivi unaelewa nimejificha hapa chini ya mwaloni? Unaelewa ninawakimbia wa Midian? Hivi Mungu unaelewa? Mungu anamwambia, sikiliza, enenda na uwezo wako mkuu. Je, sio mimi niliyekutuma? Nenda. Maana yake nini? Hata kama hujioni, Mungu haachi kukutumia kwa kuwa hujioni. Haleluya. Mungu anaendelea kujiona yeye na kusudi lake hata kama wewe hujioni. Ndefuke ukiambiwa kuanzia sasa wewe ni mchungaji, utaanza kusema mimi sijioni. Kuto kujiona kwako haimaanishi wewe sio mchungaji. Mungu atakwambia nenda,
Mungu hatageuza wewe kukuona anapokuona kisa wewe hujioni. Mungu hageuzi, atabaki kukuona kama anavyokuona. Je, Gideoni hakujiona? Mungu alimuona? Hakumuona? Mungu alikaza kumuona vile vile, haijalishi kama Gideoni hajioni. Mungu alikaza kumuona Gideoni kwamba ni shujaa. Hata wewe siku utakaoitwa, hata usipojiona, Mungu atakaza kukuona anavyokuona yeye, sio unavyojiona wewe, kama anavyokuona yeye. Na atahakikisha na kusimamia, anakuambia shikilia, tafuta wanajeshi hao hapo, chuja. Palikuwa na mchujo mkali sana kipindi hicho, maana walikuja kama 300 hivi, na wanaotakiwa ni wachache sana. Nadhani sio ni 30, ni ngapi bwana? Alafu akachuja tena mpaka 3,000. Huo mchujo ulikuwa sio mdogo. Akaambia sikiliza, nitachujaje? Akaambia hivi, leta, weka wanaume wote hao, waambie shika silaha, atakie kunywa maji hivi kama mbwa. Sawa, huyo ndo anaenda. Ukipiga hivi magoti afu kama tubi, unaambia nenda kwa mke wako, rudi nyumbani. Wakabakia wale tu wanaotakiwa kwenda. Anamwambia Gideoni, wewe nenda, wewe ni shujaa. Aliusimamisha ushujaa na kusudi la Mungu likatimia kwa mtu ambaye alikuwa hajioni kama yeye ni shujaa. Alipokuwa anajificha kwenye mwaloni alikuwa anajiona dhaifu, lakini Mungu anamuona shujaa yuko chini ya mwaloni. Hata wewe unasema mimi nauza nyanya, kweli mimi ni mtumishi? Mungu anaendelea kumuona mtumishi anauza nyanya. Jamani, mimi napitisha kuku nauza, hivi kweli mimi ni mtumishi? Mungu anaona kuhani anapitisha kuku, anajua wakati utakapofika kuku zitawekwa chini, kazi ya Bwana itasonga mbele. Nyanya zitaweka chini, kazi ya Bwana itasonga mbele. Haleluya! Wangapi wamenielewa? Bwana akubariki. Unaweza kusimama sasa.